Yes bwana, mambo ni vipi? Mambo ni aje? Bwana, moja ya habari kubwa ambayo imeweza kuleta hofu miongoni mwa wachambuzi wa siasa na wanaharakati wa demokrasia nchini Marekani ni baada ya Donald Trump, rais wa Marekani, kutangaza kwamba atagombea awamu nyingine ya pili ya uraisi. Taarifa inasema kwamba rais wa Marekani Donald Trump ameibua mjadala mkali baada ya kusema kuwa kuna uwezekano mkubwa wa yeye kuwania muhula wa tatu licha ya katiba ya Marekani kupiga marufuku jambo hilo kupitia marekebisho ya 22. Katika mahojiano na NBC News, Trump hakutaka kufuta uwezekano wa kuwania tena uraisi baada ya kumaliza mihula miwili, akidai kuwa kuna njia za kufanya hilo kutokea. Alisisitiza kuwa hakuwa anatania, jambo ambalo limeibua hofu miongoni mwa wachambuzi lakini pia wanasiasa, bila kusahau wanaharakati wa demokrasia. Kwa mujibu wa katiba ya Marekani, rais haruhusiwi kutawala kwa zaidi ya mihula miwili ya miaka 4. Marekebisho ya 22 yaliwekwa ili kuzuia mtu mmoja kuwa na mamlaka ya muda mrefu, kwani ilikuwa kwa Franklin D. Roosevelt ambaye alitawala kwa zaidi ya mihula miwili kabla ya marekebisho hayo kuidhinishwa mwaka 1951. Kauli ya Trump imeibua maswali kuhusu mbinu anazoweza kutumia kutafuta muhula wa tatu. Wachambuzi wa sheria wanabainisha kuwa ili hilo litokea, ama katiba ibadilishwe rasmi kwa marekebisho mapya au ipatikane tafsiri mpya ya kisheria inayomruhusu kugombea tena. Hata hivyo, mchakato wa kubadili katiba ni mgumu na unahitaji ridhaa ya bunge pamoja na majimbo mengi ya Marekani. Pia baadhi ya wafuasi wa Donald Trump wameunga mkono kauli yake, wakidai kuwa anastahili muda zaidi wa kuongoza nchi. Hata hivyo, wakosoaji wake wanasema kuwa hatua yoyote ya kupindua marekebisho ya 22 inaweza kuwa tishio kwa demokrasia ya Marekani na kuweka msingi wa uongozi wa kiimla. Huo ndo mjadala ambao unazidi kujiri na kutrendi kwenye mitandao ya kijamii, kwenye vyombo mbalimbali ulimwenguni kote, baada ya Donald Trump, rais wa Marekani, kutoa au kuanzisha mjadala kwamba kuna uwezekano wa kugombea tena muhula wa tatu na kuendelea kuwa rais wa Marekani kwa miaka ijayo, kitu ambacho kimeweza kuleta mkanganyiko kidogo kwenye vyombo vya habari ulimwenguni kote. Endelea kusalia kubaki nasi na channel ya Bea TV. Hapa ndipo sehemu sahihi ya kupata updates na habari ambazo zinazidi kujiri ulimwenguni kote. Bye bye.